usomaji wenu. Jeshi la Wananchi wa Tanzania limesema si kila habari inayohusu jeshi hilo inapaswa kuwa wazi kwa umma kupitia vyombo vya habari, kutokana na kuwa habari nyingine ni nyeti kwa usalama wa taifa. Mwanahabari wetu Salumu Mkambala anaripoti. Moto hiyo pamoja na nyingine nyingi kuhusu jeshi hilo zimetolewa jijini Dar es Salaam na mnadhimu mkuu wa jeshi hilo Luteni Jenerali Abdurahman Shimbo wakati akifungua warsha iliyoandaliwa na jeshi hilo kwa wakuu wa vyombo vya habari, wahariri na wanahabari wa jeshi hilo, lenye lengo la kuangalia ni jinsi gani vyombo hivyo vitashirikiana kuziondoa changamoto zisizo za lazima katika urasimu wa upatikanaji wa uwazi habari muhimu kwa umma na kuziacha zile zikazovuruga usalama wa taifa. Mwandishi mmoja wa India akaniambia, ninyi wanajeshi, yale mnayoficha sisi ndio tunayoyataka, na tukuhakikishie kwamba sisi tutaendelea kuyatafuta na ninyi endeleeni kuyaficha. Sasa na hapa nyumbani ni hivyo hivyo. Sasa hii ni changamoto, ni namna gani tutakuwa na mahusiano mazuri, tutaelimishana na namna ambavyo sisi tutakuwa wazi kutoa habari ambazo wananchi wanastahili kuzipata. Kwa upande wake mkurugenzi wa habari wa jeshi hilo Luteni Kanali Kapambala Mgawe amesema madhumuni mengine ya warsha hiyo pia ni kuimarisha uhusiano wa karibu kati ya vyombo hivyo. Hakuna mtu yeyote anaweza akatoa habari katika vyombo vya habari jeshini huku, afisa au askari, bila mkuu wa majeshi kufahamu. Kwa nini? Ni kwa sababu tumetofautiana hata hivyo viwango na madaraka. Unaweza kukuta mtu mwingine akakiona kitu jambo ni la kawaida, lakini kumbe ni sensitive katika usalama wa taifa. Naye mwenyekiti wa chama cha wanahabari kusini mwa Afrika Misatan Bwana Ayubu Rioba amesema kuna umuhimu kwa baadhi ya sheria za jeshi hilo zinazozuia zaidi upatikanaji wa habari muhimu kwa wananchi kuhusu jeshi lao kufanyiwa marekebisho. La muhimu sana ni kuangalia tuna balance vipi kati ya haki ya wananchi kujua kinachoendelea, lakini wakati huo wananchi hao wanahitaji usalama ndani ya nchi yao, usalama wa mipaka yao. Kutoka Dar es Salaam, Salumu Mkambala, ITV. Wakazi wa Mbezi Juu kata ya Mtoni wakiwa na silaha wamekusanyika katika eneo la wazi wakijiandaa kumzuia mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo baada ya kupata taarifa anataka kuondoa alama katika eneo hilo kwa lengo la kuliuza kwa mmoja wa wafanyabiashara wa jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Wakizungumza na ITV, wakazi hao wengi wao wakiwa ni vijana wamedai eneo hilo limepangwa kwa ajili ya huduma za jamii ikiwemo shule, kituo cha polisi na zahanati, na wanashangazwa na mwenyekiti huyo kutaka kuanza kuliuza eneo hilo bila ya kuhusisha kamati ya serikali ya mtaa. Sisi tuko kwa ajili ya kulinda ardhi yetu, sio kwamba kumlostisha mwenyekiti, ila mwenyekiti hatumuhitaji kwenye kiti chake. Mwenyekiti gani ashirikishwe wajumbe? Anaamua kila kitu. Tunaendeleza process ya kutafuta title ya hili kiwanja tukisajili katika Wizara ya Ardhi. Yeye baada ya kutafuta njia hiyo wanatafuta mlisi mmoja au mmiliki mmoja ili waweze kurudisha hela kwa wale wengine waliokula mwanzo, alafu zile hela zote anufaike yeye na wakubwa wake huko juu. ITV ilifika katika ofisi ya serikali ya mtaa wa Mtoni ili kuonana na mwenyekiti huyo, ambapo ilidaiwa aliondoka baada ya kuwaona waandishi wa habari. Nilikopo naye hapo sasa hivi hapo. Jeshi la polisi katika kanda maalum ya Tarime na Rorya mkoani Mara linawashikilia watu wawili, mmoja akiwa ni raia wa Kenya kwa kukutwa na shehena kubwa ya bangi ambayo ilikuwa ikisafirishwa kutoka kijiji cha Nyabisaga wilaya ya Tarime kuelekea nchini Kenya. Kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Tarime na Rorya ICP Constantine Masawe amesema bangi hiyo ambayo imehifadhiwa katika mabunda ya robo kilo sawa na tani 1.7 imekamatwa ikiwa ndani ya gari aina ya Toyota Corolla. Askari ikiwa madoria waliweza kukamata gari moja namba KBD 447 Toyota ambalo lilikuwa ndani yake kulikuwa kuna abiria ambao ni mmoja anaitwa Joseph Othiambo miaka 27, yeye ni mjaluo wa Hispania Kenya, na mwingine anaitwa Boke Tunani miaka 21, ni mkuria wa kijiji cha Kibeyo huko Sirari.
Watu hao walipopekuliwa gari lao lilikutwa limesheheni bangi ambayo ilikuwa imeandaliwa katika mfumo huu. Hii kwa lugha ya mitaani wanaita ni stone. Umeibuka mgogoro baina ya wapangaji na anayedaiwa kuwa mwekezaji wa ubia na shirika la nyumba la taifa NHC baada ya kuibomoa nyumba yao iliyoko mtaa wa Lindi na Livingstone kabla ya kumalizika kwa mkataba wa upangishaji. Mwandishi wetu Renatus Mutabuzi anaripoti. Mpangaji Bwana Aidan Mongi amesema ubomoaji huo wa ghafla unapingana na taarifa ya shirika la nyumba ya kuvunja mkataba upangaji wao ifikapo Agosti 22 mwaka huu ya kupisha ujenzi mpya. Tunakuta mapaa hamna, milango hamna, vitu vyote vimeibiwa ndani ya ofisi zetu, spare zimeibiwa na hata keshi ilikuwa ndani imeibiwa. Nikaamua kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi cha Msimbazi. Akizungumzia aliyo, mwekezaji Bwana Abdullah Guled pamoja na kukiri kuendesha ubomoaji huo kabla ya muda ambao ni zaidi ya miezi miwili, amesema umefikia uamuzi huo baada ya makubaliano ya pamoja na baina yake na wapangaji kasoro mmoja ambaye hata hivyo amekana ubomoaji huo kumhusu hadi mkataba wake utakapoisha 22 Agosti mwaka huu. Kitu gani anafanya? Contractor nimewapa instruction contract. Kama anafanya something different, he will be responsible. He will responsible, not me. Ni Renatus Mtabuzi, ITV, Dar es Salaam. Wananchi wa eneo la Mbezi Suka jijini Dar es Salaam wamelalamikia hatua ya mkazi mmoja wa eneo hilo kuharibu mazingira kwa makusudi, ikiwemo kuchimba barabara ya magari iliyokuwa ikitumiwa na wananchi hao. Mwandishi wetu Sam Mahela anaripoti. Wananchi hao wameonekana katika eneo hilo wakishangaa jinsi mkazi huyo alivyoharibu barabara na mazingira kiujumla bila kufikiri madhara makubwa ambayo yaweza kutokea kutokana na kukosekana kwa barabara katika eneo hilo. Ili jamii kupita. Na hiyo njia ni ya muda mrefu sana. Hasa kutokana na ongezeko la jamii maeneo haya, kukawa na ombi kwamba mama tunaomba utuongeze tena ili tupate barabara ya gari. Sikukataa, nikasema sasa itabidi mniangalie na mimi kidogo mchange kiasi fulani ili niweze kuongezea hiyo mita moja. Kwa kweli wananchi walikubali bila kulazimishwa. Mimi naona itakuwa shida kwa kijiji kuweza kujikwamua kutokana na tatizo hilo. Kwa sababu njia badala ambayo tulikuwa tunaitegemea ndio hii ambayo tulitengeneza kama alternative route kwa ile ya kule chini. Na kwa kweli mimi sikutegemea msomi kama yule. Yeye ni mwanasheria. Juhudi za kumpata anayelalamikiwa kuharibu barabara na mazingira hayo Bwana Anton Mseki zinaendelea kutokana na kutokuwepo eneo la tukio. Katika eneo hili la Mbezi Suka, eneo hili ambalo linadaiwa na wananchi kwamba lilikuwa linatumika kwa ajili ya barabara, lakini inaonekana kuna mtu mmoja ambaye ameharibu na magari yanashindwa kupita, na hata matukio yakitokea kama janga la moto, pengine watu watashindwa kupata msaada. Kutoka eneo la Suka jijini Dar es Salaam, Sam Mahela, ITV. Asante sana Sam Mahela. Hapa studio matokeo ni kwamba 61% ya wananchi walitoa maoni yao kuhusu swali la kipima joto, ongezeko la vijana wasiokuwa na ajira. Je, kuna mazingira ya kuwawezesha kujiajiri? Wamesema hapana. Kwa upande mwingine 22% wamesema ndio, wakati ya 17% wamesema hawajui. Mwisho wa habari za kitaifa. Baada ya matangazo tutaletea habari za Afrika Mashariki.